Bwana Yesu asifiwe kwa Wakristo. Pia nasema salamu alaikum kwa ndugu Waislamu, na kwa wasio Wakristo nasema amjambo. Kwa majina naitwa ndugu Ejide, mtumishi wa Mungu, nahusika na kuitangaza Injili inayohusu habari za siku za mwisho, kama vile kuhusu habari ya unabii wa Isaya, unabii wa Daniel, pia unabii wa Yohane kwenye kitabu cha Ufunuo. Pia hiyo ndio mambo ambayo tunabezi sana katika kuyazungumzia. Na mimi ni mume wa mke mmoja na watoto 4. Naishi Bukavu ama Kongo, Bukavu ndio nyumbani. Ninawashukuru tena watazamaji wetu na wasikilizaji ambao mara nyingi mnatufuatilia kwenye channel ya kwetu ya YouTube inayosema AG1 TV, AG1 TV, AG1 TV kwa Kifaransa. Mnaniona niko mbele yenu, nimekuja kwa maneno machache tu, machache kabisa. Na yale maneno machache ambayo nimekuja nayo kwenu, kwanza ni kuwapea taarifa ya mambo fulani ambayo yamepata kanisa la Yesu Kristo ulimwenguni pote. Kanisa kwa mujibu wa Biblia, kwenye kitabu kile cha Wakolosai 1:18 yake, Biblia inafafanua na kutuonesha jambo kidogo tu. Nitaweza kukusomea ili nikupee kile ambacho nataka nikupee kwa siku ya leo. Nafikiri nasema kwenye kitabu cha Wakolosai 1:18 yake, nasema hivi: naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Inaposemwa kanisa kwa ufunuo ambaye aliyefunuliwa ndugu Paulo, amesema Yesu ndio kichwa cha mwili, na ile mwili ndio inaitwa kanisa. Yesu akiwa kichwa, sisi tunakuwa viungo. Sasa sisi tunakuwa viungo vya ile mwili. Kwa nini sisi tuwe viungo naye awe kichwa? Maandiko inapozungumzia kichwa, maana yake inawakilisha kiongozi, mtawala, mumiliki. Kwa Kifaransa inaweza kuwa representant, maki kichwa ya familia kwa mfano, yani yule ambaye anawakilisha familia. Na kwa hali ya kiroho, Yesu ndio kichwa cha kanisa, na sisi tuliomwamini sote ulimwenguni tumeungamanishwa pamoja ili tufanye ile mwili iwe inaenea, na inadhibitisha kwamba kwa wale walioamini Kristo hakuna ubaguzi ya ukabila, kwa gisi ambavyo pia mtumishi wa Mungu Paulo amesema kwenye Wakorinto wa kwanza 12:12 yake. Ukienda kwenye 13 nasema sisi tulio wengi tumefanya kuwa mwili mmoja, yaani wingi wa Wakristo wa kweli, wale ambao wameamini Yesu kwa haki na kweli na kushika kanuni zake. Hatuwezi kubagua nchi, hatuwezi kubagua kontina, hatuwezi kubagua lugha, kabila wala rangi. Hiyo ni jambo nilitaka kuwafasiria kwanza. Sasa naenda kuiambia kanisa ulimwenguni kwamba kwa hii mwezi ambao tumeenda kuimaliza, nafikiri ilikuwa kama siku 13 hivi bila kupitiwa, kanisa lilipatwa na majonzi, lilipatwa na msiba. Na ilikuwa ni msiba ya nani? Ni umoja wapo katika viungo vyenye maana, viungo vinavyotukuka, viungo vinavyofanya kazi, akatoweka. Naye si mwingine
ni mchungaji wa kundi linaloitwa Kanisa la Yesu Kristo hapa Bukavu, sehemu za Essence, pembeni ya maternite ya Chai, ndipo tunakusanyikiaka. Na mchungaji tulikuwa naye alikuwa anaitwa kwa jina la Papa Chombe Watuta. Ndiye mchungaji ambaye alikuwa anachunga kondoo za Yesu Kristo. Pia nitasema alikuwa kama baba, yaani ni mchungaji pia alikuwa kama baba, yaani ni baba kwa usemi sahihi. Na alipatwa na magonjwa sio muda mrefu sana. Aligonjwa mara ya kwanza, Mungu akamnusurisha akapona. Baada ya siku fulani, wiki fulani, tena akagonjwa mara ya pili. Na hii magonjwa ya mara ya pili ndiyo sasa ilimpelekea kupatwa na mauti, na alitoweka. Ilikuwa siku ya 4, kwa usemi mwingine wanasema mercredi, au siku ya 3 kwa kawaida, lakini sisi kwenye Biblia, kwenye kalendari inayosemwa ni siku ya 4 ya juma. Ilikuwa mida ya kama saa 2 kosa za usiku, mchungaji akaweza kutoka katika mwili, na sote tulipopata taarifa ilikuwa ni mshtuko, moyo ulishtuka. Lakini ashukuriwe Mungu kwa sababu nafikiri miongoni mwetu sote tuliumia, lakini tulijizuiza kwa kutokumsema Mungu kwa ubaya, kama vile alivyosema ndugu yetu Ayubu kwenye kitabu cha Biblia, kwenye Ayubu tu sura yake ni 1. Wale wanaosoma Biblia, Ayubu 1, kitabu cha Ayubu 1, na tunakamata aya yake ni ya 22. Ayubu 1 kwa wale wanaosoma Biblia, Ayubu sura yake 1, samani sijapafika, ndio Ayubu sura 1, Ayubu 1 na 22 yake inasema hivi: na katika yote Ayubu hakufanya dhambi. Nafikiri hapa tunajua kilichomtokea Ayubu. Ayubu alipatwa na mengi, alifia na watoto na watumishi na ufugo, hata na mwili wake ulipatwa na madonda, na alipoteza kila kitu. Alibaki tu na pumzi, mnofu, damu, lakini vitu alipoteza. Ila maandiko yanasema katika yale yote Ayubu hakufanya dhambi wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Ayubu hakufanya dhambi. Dhambi imekuja wakati gani? Ni wakati mtu anaweza kusema, je, niliyoyaomba Mungu hakuyasikia? Je, ni kweli Mungu ninayemtumikia ndiye Mungu anaruhusu haya yanipate? Hata wakati mwingine unasikia mkimya nafikia kusema yawezekana Mungu hayupo, Mungu hana uwezo zaidi ya shetani. Watu wanatumia hiyo maneno. Lakini Ayubu kwa kupatwa na haya yote, maandiko nasema hakuweza kufanya dhambi. Na sisi Mungu alitutia moyo, pamoja na maumivu, pamoja na majungu, pamoja na mengi ambayo tulikuwa tumeyatafakari. Hatukukuwa na jukumu lingine zaidi ya kumwambia Mungu uko mwema, na sifa, utukufu na heshima zikurudi kwa hii ambayo umeruhusu tupate, ila pia ututie moyo ili tuweze kupitia hii wakati katika msimamo ya utakatifu. Kwa hiyo tulifanyikiwa kuenda na hiyo msiba polepole. Siku ya 5 ya 6 tukaweza kumsitiri mchungaji wetu Papa Chombe marehemu, tukamsitiri kwenye shamba la wafu la familia, na Mungu alisaidia, kila kitu kilienda namna ambayo Mungu alipewa kiende. Najua shetani hakutaka kila kitu kisimame, lakini Mungu alikisimamisha
na tukafanikiwa kumaliza. Na kwa sasa kanisa linaendelea tu kuwa na ile moyo wa upendo kwa kumkumbuka mchungaji na baba aliyekuwa mchungaji Papa Chombe Watuta, ambaye sasa amekwisha kutoweka katika mwili, na tumeendelea pia kukua pamoja na familia. Ameacha mama mmoja kama asili ya Wakristo, mke wake Mama Rita, tunamsalimia, tunasema mama ujipe moyo, na alifanyikiwa kuwa na watoto ambao wako hai. Kuna wakaka wawili ambao wako hai na kuna wadada watano na wakaka wawili ambao ni familia yetu sasa, na Mungu atupatie moyo ya upendo ya dhati kwao, ili tuendelee kuwasogelea kama tulivyokuwa na upendo kwao tulipokuwa pamoja na baba. Yaani ile ilikuwa ni taarifa tu kwa kuweza kuiambia kanisa ulimwenguni, na tunasema pia shukrani kwa wale wote ambao walituunga mkono. Kulikuwa wandugu wa kanisa la Amen la Papa Jacques, tunamsalimu hapa sasa, tunasema Mungu awabariki. Tulikuwa na Papa Mulume, tunasema pia Mungu awabariki, pamoja na watumishi wengine ambao walikuwa nao, na wengine sitaweza kuwataja kwa majina, nasema Mungu awabariki kwa hiyo assistance ambao mlituasiste na kuweza kututia moyo kwa ile wakati ambao ilikuwa ni wakati wa majonzi makubwa ambao tuliipata. Hatuna cha kuwapa zaidi ya kuwatakia heri na amani na baraka katika hatua mmefanya. Kulikuwa wandugu kutoka hapa na pale. Tulikuwa na familia, hata tuliona kutoka kwa Kibonge walikuwepo, tunasema pia Mungu awabariki. Tulikuwa na Eli Mirindi, tunasema Mungu awabariki. Tulikuwa na watumishi wengi wote, Mungu awabariki. Ila pia tulikuwa na jamaa yake walitushiriki, ama niseme tuliwashiriki, kwa ufupi tulishirikiana. Sawa, wao walikuwa familia kwa namna ya kimwili na sisi tulikuwa na familia kwa namna ya kiroho, tuliungana pamoja na kila kitu kilienda vizuri. Pia tunasema familia, mjipe moyo na Mungu endelee kuwapatia moyo mkuu ya kuweza kuvumilia yale yaliyotokea. Kulikuwa marafiki, kulikuwa majirani, kulikuwa wa college de service, kulikuwa kushe nyingi za watu, kwa sababu alikuwa ni mtu wa watu asiyekuwa na neno na mtu, na kila mtu aliposikia hiyo jambo aliweza kusogelea ili kushirikiana na jamaa ya kiroho na ya kimwili. Kwa jumla tunasema Mungu awabariki. Tulipata hata message kutoka kwa mtumishi wa Mungu Ndacha sehemu za Nairobi. Pia tunasema Mungu akubariki kwa kuweza kutupea hizo message za Paul. Tulikuwa na mtumishi wa Mungu Sabuni kwa sehemu za Tanzania, ambao pia kuna kanisa ambalo pia Mungu amejipatia pale. Tunasema Mungu awabariki, pamoja na mchungaji ambaye wa jina ananipita kidogo. Wote tunasema Mungu awabariki. Kwa hiyo mpaka sasa kanisa lipo, kazi ya Mungu imeendelea kama kawaida. Hakuna kile ambacho kimeharibika au kina potoka au kina nani, hapana. Ni kazi ya Mungu, imejengwa juu ya Mungu, inaongozwa na Mungu, ila amewatia watumishi wake tu ili waifanye kazi, kama vile anavyosema ndugu Paulo kwenye kitabu cha Wakorinto wa kwanza 3:9 yake ama 3:9, anasema sisi ni wafanyakazi pamoja naye, sisi ni shamba la Mungu. Yaani sisi tuko wafanyakazi pamoja naye, tunafanya kazi kwa kuwezeshwa na yeye. Na mmoja anaweza kutoweka kama vile mchungaji ametuacha, basi haijafanya kazi ya Mungu tuseme kama inakufa, hapana. Kazi ya Mungu imeendelea, isipokuwa tu kuendelea kuombeana, kutiana moyo
na kumwambia tu Mungu sifa, utukufu na heshima ni zake milele. Mungu awabariki kwa yale ambayo mmeyafanya, na kuna wale waleta hata michango kwa pesa, vyakula, vitu, magari yote. Tunasema Mungu wa mbinguni ni mwaminifu, atawapa mema, kwa sababu kwenye Matendo ya Mitume andiko nasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Yaani kwa ile ambayo umetoa, Mungu awape heri ya mema. Na yule ambaye pia angelikuwa lakini alikuwa mbali, tunasema tu kwa ile moyo ulikuwa na Mungu aendelee kuwabariki. Basi ile ndio ilikuwa kama habari tu, japo ni habari ya huzuni, lakini basi tuipokee vile, na nasema Mungu awabariki. Amina. Jambo lingine lilikuwa ni hili kabisa, ambalo huwa nitaweza kulizungumza tena kwa namna hii. Baada ya yeye mchungaji wetu kutoweka, baada ya yeye kutoweka kutoka katika mwili ama kufariki, ni pale tuliendelea kuomboleza, lakini tulikia kupata ingine tatizo nyuma yake. Tulipata tatizo ambao nayo pia ni kama msiba tu, lakini nalo pia tunasema tu Mungu ni mwema. Ilifikia hapa, ilikuwa kama tarehe ngapi sikumbuke. Kuna moto ambao ilijitokeza katika maeneo ambayo tumejenga nyumba la kusanyiko. Sisi hatuite kanisa kwa sababu kadiri tumefunzwa na yeye aliyekuwa baba na mchungaji ambao hayupo tena, Papa Chombe, na wengine watumishi ambao walitufunza imani, walitufunza kama nyumba haijawahi kuwa kanisa na isiitwake hata siku moja kuwa ni kanisa, lakini nyumba inaitwa tu nyumba. Sasa nyumba ambao tulikuwa tumeijenga, nyumba yetu ya kukusanyikia, ili kutuzuilia mvua, jua, niseme hata na baridi, tumepatwa na tatizo moja hivi, lile nyumba limeungua moto. Narudilia, nyuma tu kama ya wiki moja na siku kama 4 hivi, kuelekea wiki 2 ya kumpoteza aliyekuwa mchungaji wa kanisa pale Essence, tukapatwa na tatizo la pili wa ndugu. Yaani mnavyotuona tunaongea kwa sababu tumeokoka, lakini bila wokovu hatungeongea, kwa sababu tumepatwa na mambo mawili makubwa kwa mwezi mmoja tu. Yaani katika mwezi mmoja tumekutanana na vitu vikubwa viwili samani, ambavyo vinatupata tena, vinagusa maisha. Lakini tutasema nini zaidi ya kusema tu Mungu ni mwema na kazi zake hazina makosa, na kwa kila anachokikusudia anajua kinachofuata baada yake. Na hii ni jambo ambalo limetupata. Moto ilianza, ilikuwa siku ya pili ya juma ambayo imeitwa lundi kwa Kifaransa, lakini sisi tunaita siku ya pili ya juma kwa mujibu wa maandiko. Kwa kweli tulikuwa na mpango ya kukutana na watumishi kwenye mazungumzo, na tulipokuwa tumejiandaa kama masaa 9 hivi kuelekea kwenye mazungumzo, tukapata taarifa kama maeneo tunajenga hiyo nyumba ya kusanyiko, mvua moto imejitokeza kwa nyumba za wajirani ngambo ya pili ya barabara. Ndio moto umeanzia. Mpaka sasa hatujajua chanzo ni nini, kama walikuwa wanapikia chakula, kama ni umeme, hatujue chanzo, chimbuko ni nini zaidi. Basi moto ikajitokeza, ndugu zangu, nawaza hata utaona kwenye video, na wewe mwenyewe utakuona lia. Nyumba iliteketea yote,
yote kwa jumaki. Sai ni kama tu nafasi ambapo mtu anataka kujenga, ni kiwanja peke yake, ni kiwanja tu ambacho kiko pale. Ulikuwa vyombo vya gharama, tulikuwa tumevituma nje ya nchi, vilikuwa vimekuja vyombo, mabafle, kila kitu kwa ajili ya injili na kazi ya Mungu. Ndugu zangu, yote imeteketea moto. Hivi niko nakwambia hapa, yote imeteketea moto, imeteketea kiango ambayo hatukuokoa hata kitu zaidi ya ile ambayo kwa Kifaransa wanaita synthetizer. Sijui kwa Kiswahili wanasema piano, piano. Sio kama ndio Kiswahili ile, kama nayo ingali tu Kifaransa. Hiyo tu ndio tumefanya nini, tumeokoa pale. Yaani vyote vimeungua, nyumba imeungua, vitu vimeungia, lakini ashukuriwe Mungu pia hapakuwa na maafa ya mtu awaye yote. Kumelungula zaidi ya nyumba 14 kwa ile maeneo yetu hapo, na sisi tukiwa miongoni ya zile nyumba ambazo zimeunguliwa. Kwa hiyo tunasema Mungu ni mwema, jina lake litukuzwe Yesu Kristo. Tunamshukuru kwa kila yale ambayo anatupata, na tunasema hii inatupatia tena somo na inabaki katika kumbukumbu la maisha ya kanisa. Kwa vizazi vitakavyokuja tutavieleza jambo ambalo ilitupata kwa mwezi mmoja, kumpoteza mchungaji na kulunguliwa na nyumba ya kusanyiko, kulungula yote na vitu vilivyokuwa ndani vyote kuteketea pamoja. Kwa hiyo tunawashukuru, hatuna ya zaidi. Kama vile tulivyopata assistance kwa msiba, moyo wako kujisikia tu, unaweza pia kufanya assistance kwa namna yake. Lakini kwa sasa tumeanza njia za kuelekea ujenzi mpya, yaani mpya. Tumeanzia kwenye msingi mpya ili tufikie tena kupata nyumba nzuri ambayo itatufaa kwa kuweza kukaa ndani tukiwa tunakusanyika. Kwa hiyo ninawapenda sana ndugu zangu. Mungu awabariki. Tuzidi kuombeana. Majaribu ni majaribu tu. Kuomba haijafanya jaribu isije, lakini haijatuma jaribu ikikuja haijatuma pia tusiombe. Tutaomba tunapojaribiwa, tutaomba tusipojaribiwa, kwa sababu Yesu ametuambia tuombe bila kukoma, na sisi tunafanya hiyo kazi ya kuomba muda wote. Tunaomba na kile ambacho Mungu anaruhusu kinafikia. Basi nasema Mungu awabariki. Ni wenu ndugu na mtumishi wa Mungu Egide, toka kwenye kundi linaloitwa Kanisa la Yesu Kristo. Na ukitaka kutupata kwa zaidi, ukitaka kupata video zetu za mafundisho, ingia kwenye channel ya kwetu, andika tu kwa Kifaransa ni EG français, EG1 make EG français 1 ya chiffre, kisha natia TV T na V, EG1 TV. Kwa Kifaransa tunasema EG1 TV kwa Kiingereza. Unaweza kutupata kwenye Facebook, unaandika tu Apotre Egide Bukavu, utakuwa umetupata na utapata fundisho zetu. Ziko nyingi sana, zinaweza kukubariki ndugu yangu na kukupatia nuru itakayokuongoza kwenye uzima. Na kuna nyimbo za injili tao. Tuna wandugu ambao pia Mungu amewajalia kipawa ya kuimba, wanaimba nyimbo ambazo zimeelekeana na maandiko kwa kuwafundisha watu ukweli. Yale itakuwa ni jambo la busara. Mungu awabariki na jina lake litukuzwe. Amen.